Bwana asifiwe. Praise the Lord. Ni siku ingine jema It's another good day ambayo Bwana ametupea and the Lord has granted unto us. na tunashukuru sana And we thank you so much kwa hiyo nafasi, because of that chance. na kwa sababu leo ni Jumapili, And because being on a Sunday, tungependa tu kukuletea neno la Mungu. we'd like to bring the word of God to you. Najua utabarikiwa ukiwa nyumbani, And we believe that you're going to be blessed at home. najua utainuliwa And you'll be lifted katika jina la Yesu. in Jesus' name. Kuna watu ambao wanatufuata There are those people who've been following us, wakiwa nje ya taifa. being outside their country. Ningependa kuwasalimia sana I'd like to say hi to them. Peter, Peter, Innocent, Innocent, wakiwa pale Rwanda, being in Rwanda, na Wakenya wote and all Kenyans. ninawashukuru sana Thank you so much kwa hiyo nafasi ambayo mmetupea because of that chance you've given us. na even your support Na kwa sababu ya msaada wenu katika ibada hii ambayo tumekuwa nayo. with the service that we're having. Twasema Bwana akubariki sana God bless you so much. na kutende mema And God do you good katika jina la Yesu. in Jesus' name. Kwa nafasi hii And for this chance, ningependa tu kujitaburisha. I'd like to acknowledge myself to you. Majina yangu ni mchungaji Phyllis I'm Pastor Phyllis Washira. Washira. Nimeokoka, Kristo ni I'm Bwana. born again and Christ is Lord. Nahudumu kanisa la Mwarekibi I serve at the Mwarekibi Church hapa Nakuru, in Nakuru. na pia tunahudumu pamoja na mume wangu. We serve together with my husband. Nahudumu mahala kunaitwa Kambazi. He serves at a place called Kambazi. Haleluya. Hallelujah. Tunashukuru Mungu sana kwa kibali We thank God so much for this favor na kwa neema ambayo tunaendelea kupata and for the grace we've received kupitia jambo hili. through this issue. Najua litakufikia I know that this message na is utapata going to ushindi you, and you shall receive the victory katika jina la Yesu. in Jesus' So name. endelea kutufuata, Continue following us. endelea kusupport Continue supporting us. kipindi hiki Supporting this katika service jina la Yesu. in Jesus' name. Kuwa sehemu yetu, It is part of us. na ninajua Bwana atakubariki And sana God is going to bless you katika jina la Yesu. in Jesus' name. Ningependa kuleta mnenaji wa siku ya leo I'd like to bring to you the servant of ambaye ni God, mchungaji wa Shira. who is Pastor Shira, Najua atakuhudumia and he is going to bring the word to you katika jina la Yesu. in Jesus' name. Amekuwa pamoja na wewe He has been together with you na topic ambayo inaitwa spiritual warfare, with the topic spiritual warfare. na ataendelea nayo. Now he's going to continue the Najua message, Bwana atakubariki and God will bless you katika jina la Yesu. in Jesus' name. Karibu sana mtumishi wa Mungu Welcome, servant of God, katika jina la Yesu. in Jesus' name. Basi Mungu abariki Pastor Phyllis God bless you, Pastor Phyllis, kwa sababu ya kutuelekeza katika hiyo kipindi because of giving us the introduction katika jina la Yesu. in Jesus' name. So tunashukuru Mungu tena kwa sababu ya kutupa nafasi siku ya leo We thank God so much because of giving us another chance today kuwa ibada. for this service. Hata kama mnatusikia mkiwa kwenu nyumbani, Even though you're receiving us from afar, ni ya kwamba Roho Mtakatifu ataweza kuwahudumia is that the Holy Ghost will serve you also katika jina la Yesu. in Jesus' name. So ninajua siku ya leo Mungu atashuka kwa njia ya ajabu. I know that today God will have his way in a mighty way, Atabadilisha maisha yetu kwa kiwango cha juu and he will change our lives in a mighty way katika jina la Yesu. in Jesus. Ninaitwa Pastor Washira Daniel, My name's Pastor Daniel Washira. na ninahudumu hapa Kabazi, I serve at Kambazi. na ninajua Mungu atatubariki tukiwa believe katika kila sehemu ya God taifa will yetu bless you wherever you are katika jina la Yesu. in Jesus' name. So kuna jambo ambao tumekuwa tukijifunza, There is something that we've been learning, na siku ya kwanza tukaweza kuangalia ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa kiasili, and from the first day we started looking at the spiritual world and the normal world we are living in, na tukaona mwanadamu anaishi kwa dunia mbili tofauti. and we saw that a man lives in two different worlds. Jambo lingine ambao tuliweza kujifunza Another thing that we learned ni ya kwamba uko kwa ufalme gani, is that which kingdom are you in? na ninajua uko kwa ufalme wa Mungu. And I know that you are in the kingdom of God. Mungu akubariki kwa sababu ya kuchagua ufalme wake. God bless you for choosing his kingdom. Jambo lingine ambao tulijifunza katika Jumaa Another thing that we learned on Friday ni kitu kinaitwa delegated authority, is what we call delegated authority, ama mamlaka ambayo yamegawa. na tukaweza kuona ya kwamba tumepewa mamlaka And we saw that we've been given authority, na tumepewa nguvu and we also been given power katika ulimwengu wa roho. in the spiritual realm. So siku ya leo kuna jambo lingine ambao ningetaka tuweze kujifunza, And today we'd like us to learn another thing, ambao itatuingiza katika kiwango cha juu cha kupigana vita, which will get us into a higher level of fighting battles. kwa sababu ningetaka nishiriki kuhusu kupigana vita ambazo ni za kushambulia, offensive battles, Offensive battles. na kitu kinaitwa
kupigana vita ambazo ni za kujikinga. And fighting defensive battles. So tutaweza kuangalia na itaweza kuwa ya baraka sana. And this shall be a blessing unto us. Kitu kinaitwa vita ya kushambulia. What we call offensive battles. Na kitu kinaitagwa vita za kuweza kujikinga. And also fighting defensive battles. Katika kitabu cha Waefeso, in the book of Ephesians, about tulisoma siku ya kwanza, we read from the first day. Waefeso 6 kutoka mstari wa 10 mpaka 18. Ephesians chapter 6 from verse 10. Paul ameongea kuhusu kitu kinaitwa vitu za kupigana. Paul talks about the weapons of warfare. Na kitu kinaitagwa vitu ambazo ni za kujikinga. And what we call defensive warfare weapons. Na nikitaka siku ya leo tuweze kuangalia, tuweke tu msingi, na kisha tutaweza kujifunza jinsi ya kupigana vita ambazo ni za kushambulia. We shall lay the foundation today and also learn about fighting offensive battles. Katika kitabu cha Waefeso 4, in the book of Ephesians chapter 4, na kisha mstari wa 27, in the from verse 27, Paul anasema tusimupe ibilisi nafasi. Paul says that we should not give an enemy any chance. Yani tunapaswa kuishi kwa maisha that we live a life ambao haina nafasi ama hatujapatia mtu anaitwa ibilisi nafasi katika maisha yetu. A life that has no loophole to the enemy in our lives. Na tutaweza kuiangalia wakati tunapoangalia vita za kujikinga. And we shall look at that when we are looking at defensive battles. Katika dunia ya kiasili, in the life that we are living in this world, katika vita ambazo zinapiganwa, in the battles that we see, vita ni ya aina mbili. Battles are of two kinds. Vita ya kwanza, the first kind of a war, ni kitu kinaitwa vita ya kwenda kushambulia, is what we call offensive battles. Na vita ya pili, and the second kind of ni war, kitu kinaitagwa vita ya kujikinga, is what we call defensive battles. Na sana sana ni kama watu wameegemea, and it's mostly people go to this side, ya kitu kinaitagwa vita ya kujikinga. Mostly people choose on defensive war. Na ninajua tutaweza kuiangalia kwa sababu zote mbili ni muhimu katika vita za kiroho. And we shall look at both of them because both of them are important in spiritual battles. Kitu kinaitwa vita ya kujikinga, what we call defensive battles, ni kitu muhimu katika vita ya vita za kiroho. Is something important in spiritual battles. Na ningetaka niweze kusema hivi, and I like to say this, ya kwamba vita ya kujikinga ama ya kukinga, defensive battles, ni wakati unapo kinga kitu kinaitwa your own territory. Is when you are defending your territory. Ama unalinda maeneo yako. Ama ni vita ambazo unapigana, the battles that you are fighting, unagojea adui, and you are waiting for the enemy, na kesha unakega mipaka yako, and then you are defending your territory. Na wakati unakega mipaka yako, and when you are defending your territory, ni ya kwamba unatulia. Then you are silent, or you are at yani unakuaga unatulia, you are at standstill until kitu kinaitwa adui ya kunje. Mpaka when the enemy comes in. Na adui yakikoja, and when the enemy comes, ndipo sasa unaanza kujikinga. Then you start defending yourself. Na ninajua watu wengi na Wakristo wengi, and I know most of the believers, wanapigana vita ambazo ni vita za kujikinga. They fight such kinds of battles, defending battles. Wakati kuna mambo magumu, when there are so many difficult situations, ndipo watasimama kuanza kupigana. They will start fighting. Ndipo watasimama kuanza kujikinga. They will start fighting to defend themselves. Wakati kuna shida ya doa, when they have problems in their marriages. Wakati mzee ameleta moshi, when the husband has brought problems. Wakati watoto wamekuwa wameigia kwa mambo. When the children are becoming a headache. Na wakati kuna mambo ambao ni magumu. And when difficult situations in the family. Ndipo utakota watu wengi wakienda kwa maombi ya kufunga. That's when you will see people going for prayer and fasting. Ndipo utakota watu wengi wakisimama kama simamoto. That's why you will find people coming like fire extinguishers. Kwa sababu wanapigana vita tu za kujikinga. Because they are just fighting defensive battles. Yani utawaona tu, then you will see them wakipigana wakati wanajikinga, fighting when defending themselves. Hata ninajua kile kinafanyika katika dunia mzima. I know whatever happens in the whole world. Na kile kinafanyika katika hata ishi yetu.
And I know whatever happens even in our own country, ni ya kwamba kimefanya watu wengi is that what has made many people waweze kusimama na kuingia kwa to vita, stand and get into war. lakini ni vita tu za kujikinga, But it's only defensive war. lakini ni vita It's only za kuweza kujikinga. Battles only to defend themselves. Lakini katika ulimwengu wa roho But even in the spiritual world, ni ya kwamba vita za kujikinga Is that- na kisha cha kudefend your territory, defensive battles za kulinda maeneo yako ni ya kwamba tena ni muhimu, is also important, kwa sababu kila wakati adui anajaribu kutushambulia, because every time the enemy comes to try to attack you, na kila wakati ni ya kwamba adui atajaribu kuingia to your own territory. every enemy will come to try to attack your territory. Na tiposesi kama Wakristo That's why as believers, tunapaswa also kuelewa kupigana vita Yes, ambazo ni vita za we are kujikinga. supposed to understand also to fight defensive battles. Na tipo Paulo akiongea katika Waefeso And that's why Paul says in Ephesians, akasema akaweza kuweka silaha za kukinga, he said about the weapons of defending yourself, na kisha akaweka vifaa ambazo ni za kushambulia. and also the weapons of attacking. Na ninajua tutaweza kuangalia jinsi ya kupigana vita za And kujikinga I want us to read about the weapons of defending yourself. siku ya Jumaa ijao. That's coming Friday. Jambo lingine ambao ni muhimu Another thing that is important ni kitu kinaitagwa vita ya kwenda kushambulia kambi ya adui, is what we call going to attack the enemy's camp, ambao ni muhimu sana of which is very important katika maisha ya kila Mkristo. in the life of a believer. Na ningetaka siku ya leo, And I like us today, kabla tuweze kumalizia, before we wind up, ya kwamba utoke kwa kiwango you come from that level, ambao ni kiwango tu ya kukinga ama kupigana vita ya that kujikinga, level of defending yourself or fighting na defensive battles, uanze kupigana vita and start fighting battles ambao ni ya kwenda kwa kambi ya of shetani getting to the camps of the enemy, na kisha kushambulia shetani. even attacking the enemy. Na ninajua itaweza kuwa ya baraka And I sana. know that it shall be of a blessing. So vita ambao ni vita ya kushambulia ama vita ya kupigana ama kwenda kwa kambi ya adui, Offensive battles or battles getting to the enemy's camp. ni wewe mwenyewe Yourself, unaenda kwa territory ya shetani ama territory ya adui, you have to get personally to the enemy's camp na unaanza kushambulia. and start attacking. Na ukianza kushambulia, And after attacking, ni ya kwamba unaanza kuchukua vitu kutoka kwa adui, then you have to start possessing from the enemy. na ninajua itaweza kuwa ya baraka I sana. know this is of a blessing. So kitu kinaitwa vita ya kushambulia Offensive battles, inatusaidia it helps us so much kuweza kuchukua more territory from the enemy. to be able to attack and even possess more territories. Ama kambi nyingi za adui. Inatusaidia tuweze kuchukua territory nyingi, We are able to gain even to have more territories of the enemy. na ninatangaza siku ya And leo also declare today, na ninawashiria kanisa la Bwana I release the church of God, tukaingia katika that we vita may penetrate into the world. ambazo ni vita za The kushambulia, offensive battles, tukaingia kwa kambi za we adui, may get into the enemy's camp na kisha tuweze kuchukua and even possess those territories maeneo yale katika jina la in Yesu, the name of Jesus. kwa sababu vita ambazo ni za kushambulia Because offensive battles ndiyo inafanyaga Mkristo is what builds a Christian, aweze kuwa na mipaka mingi. and even to enlarge the territories. Ninatangaza siku ya And I leo declare today ya kwamba tutachukua more that we territories shall own more territories in this area katika maeneo haya katika jina la in the Yesu. name of Jesus. Tunatangaza kanisa We declare the church, itachukua more we territories shall take kampu nyingi za adui katika nchi yetu in our nation katika jina la in Yesu, Jesus' name. kwa sababu vita ya kushambulia Because offensive battles ndiyo inafanyaga kuwe na kuendelea kwa kingdom is ya what Mungu, brings development in the kingdom of God. na ndiyo inafanyaga tuweze kumiliki Is what makes us to even to own katika dunia ya kiasili, even in the normal world, na tuweze kupokea vitu and that we may receive katika dunia hii ya and kiasili. possess even in the normal world. Ningetaka niweze kusema hivi I'd like to say this, ya kwamba ubado utafika katika maisha, that the fire you will get in life itategemea
will be determined jinsi utachabulia by the way you will attack mtu anaitwa Ibilisi, whoever we call the enemy, na jinsi utaingia kwa kambi and the way yake. you will penetrate into his Na camp. ndipo Yesu akasema That's why hivi Jesus said ya kwamba kutoka siku ya Yohana that from the days of John the Baptist mpaka siku ya leo until today, kitu kinaitwa ufalme wa what we call the Mungu kingdom of God unachukuliwa na it gofu suffers violence, na unachukuliwa na violence. and it's taken by violence. Inachukuliwa na gofu It's taken by violence, na inachukuliwa na funjo, and it's also taken by force. na wale wako na And funjo those that have ndio force, wanatenga ufalme wa they are them Mungu. that receive Ni the kingdom. lazima You upigane have to fight katika vita za in the kushambulia, spiritual battles, na ninajua Mungu ataweza and I know kukubariki. God will bless you. Jambo lingine ambao ni muhimu Another thing that is important katika vita za kushambulia na vita za in kujikinga offensive and defensive battles ni kitu kinaitagwa usipochukua hatua, is what we call, if you don't take a step, usipopigana if you don't fight, uwezi ukashinda. you will never win the Ni battle. lazima ufanyiche kitu kinaitagwa silaha zako kazi, You have to use your weapons. whether ni katika vita ya kupigana May it be fighting or attacking, ama ni vita ambao ya kujikinga. or if it is the defensive battles. Ni lazima uweze kutumia vipawa zako You have to use your weapons katika jina la Yesu. in the name of Na Jesus. tipo katika Agano la Kale, And that's why in the Old Testament, kila wakati Mungu akipigania wana wa Israeli, every time God will fight for Israelites, ni lazima wao that's why they had to. ni wageingia kwa vita. They had to get to the battle. Hata kama ni Mungu anawapigania, Even though God is fighting for them, ni lazima wao they had to themselves. wageingia kwa vita. They had to be involved in Ni the battle. lazima wangechukua hatua. They had to be involved to take a step. Hata kama ni Mungu aliwapigania, Even though God was fighting for them, ni ya kwamba walichukua hatua they had to take the step na wakaweza and kupigana, also to fight. na Mungu And God akaweza kuingilia, will then intervene. yani katika vita ya kukinga In the defensive battle na katika vita ya and in kushambulia. the attacking battles. Ni lazima wewe kama Mkristo As a believer, uweze kuchukua you hatua have to take a step na kisha uende and kupigana, then go and attack. kwa sababu Mungu ataingilia Because tu God will intervene wakati utaanza when kupigana you will start fighting katika ulimwengu wa roho, in the spiritual world. kwa sababu hakuna kitu itafanyika Because there is nothing that is going to happen bila wewe kuchukua hatua without you taking a step, ya kuweza kupigana even to start fighting. katika jina la In Yesu. the name of Jesus. Jambo lingine ambao tutaweza kuangalia katika kitabu cha Wafalme Another thing that we shall see in the book of Kings, wa pili 2 Kings, na kisha 14 mpaka 15, 12 and verse 15. ambao nitaongea mambo kama matano ambayo itatusaidia kupigana vita ya kushambulia, I'll talk about 5 points that shall help us even to fight, na kisha itaweza kuwa ya baraka sana. and it shall be of a blessing. Kitabu cha Wafalme, The book of Kings, 2 Kings, chapter 13 verse 14 to 19. ni katika kitabu cha Wafalme wa pili mlango wa 13 kuanzia mstari wa 14. Basi Elisha alikuwa ameshikwa na ugonjwa wake uliomuua, naye Yoashi mfalme wa Israeli kateremka amtazame, akamlilia mbele yake, akasema, baba yangu, gari la Israeli na wapanda farasi wake. Elisha akamwambia, toa uta na mishale. Naye akatoa uta na mishale. Akamwambia mfalme wa Israeli, weka mkono wako katika uta. Naye akaweka mkono wake juu yake. Elisha akaweka mikono yake juu ya mikono ya mfalme. Akasema, lifungue dirisha linaloelekea mashariki. Akalifungua. Basi Elisha akasema, piga. Akapiga. Akasema, mshale wa Bwana wa kushinda. Naam, mshale wa kushinda Shamu, kwa maana utaupiga Washami katika Afeki hata utakapowaangamiza. Akasema, itoe mishale. Akaitoa. Akamwambia mfalme wa Israeli, piga chini. Akaipiga nchi mara 3, akaacha. Yule mtu wa Mungu akamkasirikia, akasema, ingalikupasa kupiga mara 5 au mara 6, ndipo ungaliwapiga Washamu hata kuangamiza, bali sasa utaipiga Shamu mara 3 tu. Amen. Amen. Mungu aweze kubariki hiyo neno lake. God bless his word.
ningetaka niweze kuongea mambo matano I'd like to speak about 5 points ambayo itaweza kutusaidia katika vita that will help us ambazo in ni battle. vita za kushambulia na vita ambazo ni vita za kujikinga. On defensive and even offensive battles. Jambo ya kwanza The first thing, ni lazima uonyeshe nia ya kutaka kupigana vita. you have to show a desire to win the battle. Ni lazima uonyeshe nia ya kutaka kupigana vita za kiroho. You have to show a desire to even to fight the battle. Kwa sababu katika kitabu cha Wafalme ambao tumesoma, Because in the book of Kings, as we've read, ni ya kwamba Elisha na mfalme Joash is that Elisha and the King Joash, alimwambia achukue the uta na kitu kinaitwa mishale, he had to take the bow and the arrow, ambao ilikuwa ni kuonyesha nia ya kutaka kupigana vita. of which it was a sign to want to fight the battle. Na Paulo katika kitabu cha And Waefeso, that's why Paul in the book of Ephesians, sita anasema tuchukue kitu kinaitwa the sword of the spirit, anasema kwamba tuchukue ule upanga wa kiroho. ya kwamba tuchukue paga ya We kiroho take the sword of the spirit, tuweze kudeclare kitu kinaitagwa vita. that we may declare what we call the war. So katika vita ya kushambulia na katika vita ya kujikinga, In attacking and defensive ni battles, lazima uonyeshe nia you have to show a sign ya kupigana. that you want to fight. Uwezi ukapigana kama umekaa tu. You can't fight when you are Ni seated. lazima uchukue panga You have to take the ama sword, uchukue gao or you have to take the na shield uanze kupigana. and start fighting. Anza kuonyesha kitu kinaitagwa the intention You have to to fight. Anza kuonyesha nia ya kutaka kupigana. Ni lazima uonyeshe nia You have to show the sign ya kutaka kupigana. that you want to fight. Na Paulo anasema tushukue, That's why Paul said that we have to take. kwa sababu kushukua Because taking ni kuonyesha tuna nia is a sign that we ya want to kutaka fight. kupigana katika ulimwengu wa That we are roho. intending to fight in the spiritual battle. Namba 2, jambo ya pili Another thing ni ya kwamba ni lazima is that it's a must. uweke mikono yako kwa kitu kinaitagwa weapons. Is that you have to place your hands on the weapon. Ni lazima uweke mikono yako You have to place your hands kwa kitu kinaitagwa vifaa vya vita. of what we call the weapons or the attires of the warfare. Na Elijah And that's why Elisha, akamwambia he mfalme told the king ya kwamba aweke mikono, that he may place his hands. na baada ya kuweka mikono And after placing his hands katika uta na kitu kinaitwa mishale, on the bow and the arrow, ni ya kwamba Elisha that's after that Elisha, akaweka mikono yake he placed his hands juu ya mfalme. upon the king. Wakati unapochukua kitu kinaitwa vifaa vya vita, After taking the weapons of ni warfare, ya kwamba Mungu anakubak, then God backs you. anabaki mikono yako, Then God supports your hands. anabaki maneno yako. Then God supports your voice. Wakati unaanza kupigana, When you start fighting, Mungu anaanza kukubaki. God will support you. Na ni lazima And that's why uweze kuweka mikono you yako have to place your hands katika kitu kinaitagwa vifaa on what we call the weapons. ama the weapons of war. Ama silaha Jambo ya tatu, Another thing, ni lazima ufungue dirisha you have to open the window. ambao tunaona katika hiyo kitabu. As we see in that book, Kisha Elijah akamwambia then mfalme Elisha told the king ya kwamba afungue that he dirisha. may open up the windows. Ni lazima ufungue You dirisha have to open up the windows. ambazo ni za maisha yako. The door, the windows of your Ni life. lazima uexpose, Lazima uonyeshe. ni lazima uweke wazi You have to open up kila pahali ambao adui anatumiaga kukushinda. every place, every weakness that the enemy uses to Kama ni overcome you. mwili wako, Even if it's your body, ni lazima uweke ufungue you have dirisha. to open up the windows. Ni lazima uweke wazi kila You dirisha. have to show up every window. Na mfalme And that's why the king, akaambiwa afungue dirisha. he was told to open the window. Ni lazima ufungue You dirisha have to open up the windows. ya kila pahali unataka Of every kushinda place that you want to win. katika ulimwengu wa roho. In the spiritual Kama world, unataka kushinda if you want to win katika eneo
ya kiministry, even if it's ministry, ni lazima ufungue you have to open up dirisha katika eneo ya a kihuduma window in the ministry. katika jina la In Yesu. the name of Jesus. Kama unataka kushinda katika dunia ya If you want to kibiashara, win in the business world, ni lazima ufungue you dirisha have to open up that window. katika eneo ya kibiashara, Even if it's that way, na Mungu atakusaidia God will support you kushinda kila vita. to win every Kama battle. unataka kushinda vita Even if you want to win the battle ya kitu kinaitagwa the last, of what we call lust, ni lazima ufungue dirisha you have to open the window. ambazo ni za last The windows of lust katika maisha yako. in your life. Ni lazima ufungue You dirisha have to open the windows ya kila pahali ambao in shetani every place to the enemy. unataka kumshinda. You want to overcome him. Jambo ya tatu Another ama ya thing, nne, the fourth thing, maandiko inasema mtu anaitwa Elisha the Bible says that Elisha, akamwambia mfalme he told the king, aweze kushambulia ama aweze kurusha mishale, he had to throw the arrow, kwa sababu mishale because the arrows, ilikuwa njia it was a way or ya something. Mungu kushinda wa Syria. It was a symbol for God to overcome the Syrians. So kila kurusha mishale So every arrow of every throw ni ya kwamba it is a sign ilikuwa ni ishara for the victory ya kwamba nionyesha for ushindi God for Assyria. ili Mungu kuleta ushindi kwa Wasiria. Na tipo siku ya leo And that's why today ni lazima urushe mishale you have to throw your arrows katika kila eneo, in every kwa sababu ni eneo ambao Mungu atakuletea because ushindi. the position that God is going to give you victory. Haleluya. Hallelujah. Jambo lingine ya tano, Another fifth thing, ni lazima uwe na malengo. you have to focus. Usipigane tu vita ambazo hazina malengo. Don't just fight battles without a focus. Ni lazima uweke malengo. You have to focus. Na tipo mfalme alirusha mara 3 That's why the king threw 3 times, kwa sababu hakuwa na malengo ya vita, because he was not intended for war. na kwa sababu hakuwa na malengo, Because he had no focus. tipo Elisha alimwambia, That's why Elisha told him, kama ungejua if only you knew, ungepiga mara mingi, you could have thrown so many times. kwa sababu malengo Because that ndio focus inafanyaga mtu ashinde vita. is what makes you to win the battle. Ninatangaza siku ya I leo, declare today, ni lazima uwe na malengo you have to have the focus wakati unapopigana when you vita are fighting battles katika ulimwengu wa roho, in the spiritual battles. katika jina la In Yesu. the name of Jesus. Jambo lingine ambao ni ya mwisho Another thing, that is the last one. ambao tutaangalia katika hiyo jambo When we shall look at this, ni kitu kinaitagwa they win first in the secret chamber. ni kupigana vita katika nyumba ama nyumba ya sirini. Yani walishindana vita They won the battle katika nyumba ya Dani, in the secret place. na wakati waliposhindana vita katika nyumba ya Dani, And after they won battle in the secret place, kila waliona in public, What yani they ilikuwa saw kila wataona katika nje, it was a sign of what they will see in public. katika jina la In Yesu. the name of Jesus. Ninakuja nikuambie I came to tell you, ya kwamba pigana vita in the inner chamber, fight your battles katika sirini. pigana vita katika siri, Fight your battles in secret. na tutaweza kuona katika wazi And it shall be reflected even katika after. jina la Yesu. In Jesus' name. Ningetaka tuweze kuchukua nafasi, I'd like us to take this chance tuweze kupigana vita to fight battles in the inner chambers, katika sirini, hata tukiwa kwetu nyumbani, even when we are at home, hata tukiwa kwetu kwa biashara, even when we are at our hata businesses, tukiwa kila pahali ambao tuko. wherever we shall be. Ningetaka tuchukue I'd nafasi like us to take that chance ya kwamba tuweze kupigana that we vita shall fight battles in the inner chamber, katika chumba cha ndani. kwa sababu tukishinda When we win in the inner chamber, katika chumba cha siri, tutashinda katika in the public, we shall tutashinda katika kule katika nje. jina la In the Yesu. name of Jesus. Ningetaka uweze kuangalia nafasi, I like- ningetaka uangalie I'd like to look at pahali unahitaji Mungu akusaidie. this. Just think of where you want God to help you. Angalia pahali ambao utarusha Think of mishale. where you shall focus your arrows. Ni lazima uwe na malengo You have to have the focus. na ufanye mambo mengine And you have to do other things. katika jina la In the Yesu. name of Jesus. Tunapigana katika We ulimwengu are wa fighting in roho the spiritual battles. katika jina la In the name Yesu. of Jesus. Tunaondoa
tunapigana katika kila eneo We are fighting in every ya territory maisha yetu siku ya of our leo. lives today. Katika jina la In the Yesu name of Jesus. ninawashiria baraka na I release the ushindi. blessings of victory. Katika jina la In the Yesu name of Jesus. ninatangaza siku ya I leo, declare today, wakati watu wa Mungu when the people of God wanapoonyesha nia ya will kupigana, sign of Bwana fighting, ukawabaka God may you support them. katika jina la In the name Yesu. of Jesus. Wakati wanapoweka mikono When yao they shall place their hands Bwana kwa kitu kinaitwa vifaa vya on vita, their weapons, Bwana wapiganie God the fight for them. katika jina la In the name Yesu. of Jesus. Ninatangaza wakati I wanaposhota declare they sow Bwana katika kila eneo, in every area. ninatangaza I ushindi declare victory. katika jina la In the name Yesu. of Jesus. Bwana tunakupa Father, sifa, we give you glory. tunatangaza We ushindi declare victory katika eneo hii, in this area. katika jina la In the name Yesu. of Jesus. Tunapigana na tunapigana fight and we fight. na kile kinafanyika katika And whatever taifa. happens in our In the nation, name of katika Jesus, jina la Yesu. tunawachilia We neema, release the grace. tunawachilia upako, release the anointing. tunawachilia neema ya We release the Mungu grace of God. ipigane katika kila To fight njia in every area. katika jina In la the Yesu. name of Jesus. Bwana tuwakutukuza Father, we worship you. na tuwakupa sifa And we zote give you all the glory. katika jina la Yesu. In Jesus' name. Tumeomba na kuamini. We pray and believe. So Mungu aweze kukubariki sana May God bless you so much. ukiwa kule uko, Wherever you are. waweza ukatupata online. Yeah, you can get us online. Kwa hiyo account inaitwa Daniel Washira, With the account Daniel Washira. na kisha utaweza kubarikiwa. And you will be blessed. Na ukiwa within Nakuru, And whenever you are within Nakuru. we are located at Kabazi Center, Tuko mahali ambapo panaitwa Kabazi Center. opposite Tim's Petrol Station. Pale karibu na Tim's petrol station. Kuja tuabudu pamoja Come na and Mungu let us atakubariki. worship together. God will bless you. Wakati tunapotii sheria za kiserikali. As we obey also the laws of the government. God bless you. Mungu awabariki. God bless you. Mungu awabariki sana. In the name of Kwa Jesus. jina la Yesu.